Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Karibu katika update za PMTV. Tupo hapa tena kukujuza mengi na kuendelea kusogeza update mbalimbali. Sasa muda huu ninayo update ambapo bana huyu ajiuzuru meya baada ya kukiri kuwa ni jasusi. Meya wa kusini mwa California nchini Marekani amekubali kukiri kosa la kuwa mmoja wa mawakala wa serikali ya China, hali iliyompelekea kujiuzuru kutoka wadhifa wake wa umeya, maafisa walisema mwanzoni mwa wiki hii. Ellen Wang mwenye umri wa miaka 58 amekubaliana na waendesha mashtaka kuwa alifanya kazi kwa kushirikiana na Jamhuri ya Watu wa China ili kusambaza propaganda kupitia tovuti za habari zisizo rasmi nchini Marekani kati ya mwaka 2020 hadi 2022, ambapo wakati huo Wang alikuwa akigombea nafasi ya uwakilishi katika baraza la jiji la Arcadia na baadaye alichaguliwa mwezi Novemba 2022. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Wang alifanya kazi kwa karibu na aliyekuwa mchumba wake Yaoning Mike Sun kupitia tovuti iliyoitwa U.S. News Center ama US News Center, iliyojieleza kuwa chanzo cha habari kwa raia wa China wanaoishi Marekani, ambapo waendesha mashtaka wamedai kuwa wawili hao walikuwa wakitekeleza maagizo kutoka serikali ya China kwa kuchapisha maudhui yaliyolenga kuongeza ushawishi wa China nchini Marekani. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa Wang na Sun walikuwa wakitoa ripoti kwa viongozi wao pamoja na picha za screen kuonyesha idadi ya watu waliotazama machapisho hayo, na katika tukio moja Wang alidaiwa kuagizwa kuchapisha makala zilizoandaliwa na serikali ya China ndani ya gazeti la Los Angeles Times. Wang amekiri shtaka la shirikisho katika kesi inayosikilizwa mjini Los Angeles na kwa sasa anakabiliwa na kifungo kisichozidi miaka 10 jela, ambapo mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho mjini Los Angeles Bill Esayil amesema hii si mara ya kwanza kwa China kuhusishwa na juhudi za kuongeza ushawishi wake nchini Marekani. Aidha, mwaka 2024 waendesha mashtaka walimshtaki Mike Sun kwa kula njama na kufanya kazi kama wakala wa siri wa China nchini humo. Wang alisema uhusiano wake na Sun ulimalizika mwaka huo, huku Sun akiwa pia aliwahi kuwa meneja wa kampeni yake wakati wa uchaguzi wa baraza la jiji. Mwaka 2025 Wang alijaribu kujitenga na tuhuma hizo zinazomhusisha Sun, akisema hawezi kuwajibika kwa matendo ya watu wengine na kwamba hakuwa tayari kujiuzuru kutoka nafasi yake katika baraza la jiji la Arcadia.